Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi kwa mwaka wa 2025. Mwinue Yesu juu kama mfalme ajaye. Hii ni mada kuu katika mwezi huu wa Disemba. Leo ni Disemba 11. Tuombe. Mtakatifu, 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 Baba yetu na Mungu wetu ishie mahali pasiri juu mbinguni. Jina lako takatifu litukuzwe sana. Ninakushukuru kwa sababu ya wema wako na ulinzi wako katika maisha yetu. Asante kwa sababu ya uhai. Asante kwa sababu ya faraja ambayo umeileta katika maisha yetu. Tunakushukuru kwa sababu umeendelea kuwa pamoja nasi kila wakati. Ndugu zetu, jamaa zetu na marafiki zetu tunawakabidhi mikononi mwako. Wagonjwa tunaomba uwaponye, na wenye mahitaji mbalimbali, kila mmoja sawasawa na mapenzi yako ukamsikia anapoomba, ukamtendee sawasawa na mapenzi yako. Ninakushukuru kwa ajili ya watu wote ambao wametenga muda wao kujifunza neno lako. Roho yako Mtakatifu akatembee nasi kila wakati, akatufundishe kuyaelewa haya tujifunzayo, na akatufundishe kuyatenda mapenzi yako. Enda nasi siku ya leo, sio sisi tutakavyo, bali mapenzi yako yatimizwe katika jina la Yesu. Amina. Mada ya leo inasema, mabadiliko makubwa yanapaswa kufanywa. Mada hii imejengeka katika kitabu cha Wafilipi sura ile ya 2 ya 15. Neno la Mungu linasema, mpate kuwa wana wa Mungu wasio na lawama, wala udanganyifu, wasio na ila kati ya kizazi chenye ukaidi, kilichopotoka, ambao kati ya hao mnaonekana kama mianga kati ya ulimwengu. Wakazi wa mbinguni wanatarajia kuona wafuasi wa Kristo waking'aa kama mianga ulimwenguni. Wanapaswa kuonesha nguvu ya neema ambayo Kristo alikufa ili kuwapatia. Mungu anatarajia wale wanaoitwa wa Kristo kuonesha ukuaji mkubwa wa Ukristo katika maisha yao. Ni wawakilishi wa Kristo na wanapaswa kuonesha kwamba Kristo ni halisi. Wanapaswa kuwa watu wa imani wenye ujasiri, waliojitoa kikamilifu, ambao pasipo shaka yoyote wanamwamini Mungu na ahadi zake. Wale wote watakaoingia katika mji wa Mungu lazima wamweke Kristo kuwa wa kwanza katika maisha yao hapa duniani. Hiki ndicho kinachowafanya watumishi wa Kristo mashahidi wake. Wanatakiwa kubeba ushuhuda bayana madhubuti dhidi ya matendo maovu yote, wakiwaelekeza wadhambi kwa mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Wote wanaompokea anawapa nguvu ya kufanyika wana wa Mungu. Uongofu ndiyo njia pekee ambayo kwayo tunaweza kuingia katika mji wa Mungu. Ni njia nyembamba na lango tunaloingia limesonga sana. Lakini ni kupitia kwa hiyo tunapaswa kuwaongoza wanamume, wanawake na watoto, tukiwafundisha kwamba ili waweze kuokolewa wanapaswa kuwa na moyo mpya na roho mpya. Tabia za kale za kurithi lazima zishindwe. Tamaa za asili za moyoni lazima zibadilishwe. Udanganyifu wote, upotoshaji wote na maongezi maovu yote yanapaswa kuachwa. Maisha mapya yanayofanya watu kuwa wanaume na wanawake wanaofanana na Kristo yanapaswa kudhihirishwa. Sharti kusiwepo na maisha ya maigizo katika maisha ya wale wanaobeba ujumbe mzito na mtakatifu ambao tumeitwa kuubeba. Wale wanaompenda Kristo wataishi sawasawa na mapenzi yake katika maisha yao. Wamechagua kuwa upande wa Bwana, hivyo maisha yao yanatakiwa kusimama kinyume na maisha ya ulimwengu huu. Mjaribu atakuja kwao akiwa na vishawishi na kuwadanganya akisema,
haya yote nitakupa ukianguka kunisujudia. Lakini wanatambua kwamba mjaribu hana chochote cha thamani cha kuwapa, na wanakataa kutii majaribu yake. Kupitia neema ya Mungu wanawezeshwa kutunza usafi wa kanuni pasipo mawaa. Malaika watakatifu wapo pembeni mwao, na Kristo anajifunua katika msimamo wao unaopatana na kweli. Wao ni askari wa Kristo, wakidhihirisha kama mashahidi halisi ushuhuda thabiti unaopatana na ukweli. Wanaonesha kwamba kuna nguvu ya kiroho inayoweza kuwawezesha wanaume na wanawake wasiweze kuyumba hata chembe kutoka kwenye kweli na haki kwa zawadi zote ambazo mwanadamu anaweza kutoa. Watu wa aina hii, mahali popote pale watakapokuwa, wataheshimiwa na mbingu kwa sababu wamekubali kuishi kulingana na mapenzi ya Mungu, bila kujali ni kwa kiasi gani wanatakiwa kujitoa. Testimonies for the Church, gombo la 9, ukurasa wa 22 hadi 24. Huo ndio mwisho wa tafakari ya mada hii siku ya leo. Mabadiliko makubwa yanapaswa kufanywa. Hii ni Disemba 11. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kuwa nasi sasa na hata milele. Amina. Katika mwamba imara, moyo katika mawimbi na shinda. Katika huzuni kwako nitashinda. Mwamba imara, tajificha kwako. Ndani yako, mwamba imara, tajificha kwako. Wimbi la mawio saya upweke, majaribu yanaponi andama. Ikia maisha pasi utulivu, Mwamba imara, tajificha kwako. Ndani yako, mwamba imara, tajificha kwako. Ndani yako, mwamba imara, tajificha kwako. Kila mara mwovu akinitisha, mafichoni hofu yote hutoweka. changamoto zikivuma na kutisha, Mwamba imara, tajificha kwako. Ndani yako, 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 mwamba imara, tajificha kwako. kwako
tu Yesu.